Na mtazamaji, tukiachana na hayo ni kwamba Rais William Ruto sasa anasema serikali imekuwa ikizima umeme katika maeneo tofauti nchini kati ya saa 11 jioni na saa 4 usiku ili kukidhi mahitaji ya juu ya umeme. Rais Ruto akisema kwamba Kenya inahitaji zaidi ya shilingi trilioni 1 kuongeza umeme huo. Akizungumza katika kikao na Wakenya wanaoishi nchini Qatar, Rais aliwataka Wakenya kuchangia maendeleo ya kitaifa bila ya kukopa fedha kutoka kwa mataifa ya nje kama vile Emmanuel anavyotuarifu. Katika hotuba yake kwenye mkutano wa Jumanne usiku na Wakenya wanaoishi mjini Doha, Qatar, Rais William Ruto alipasua mbarika kuhusu kile anachosema ni hali ya serikali ya kukata usambazaji wa umeme kwa maeneo kadhaa nchini kutokana na upungufu wa nguvu za umeme. Today in Kenya, jioni between 5 and 10 p.m. we have to do load shedding. We have to shut off some areas to be able to power other areas because our energy haitoshi. One data center requires 1,000 megawatts. Na tuko na 2,300. Tuko na 2,300 megawatts the whole country. Rais akisema taifa limekuwa likitoa umeme wa megawati 2,300 licha kuhitaji maradufu ya idadi hiyo ili kukidhi mahitaji ya kuendesha viwanda na kuangaza taifa. We need to build at least 50 mega dams, huge dams. Rais akieleza baadhi ya mikakati ambayo serikali yake inapanga kuchukua kusaka fedha hizo. We need 1.5 trillion shillings. That's just about maybe 10-12 billion dollars. We can raise that money. So to raise here housing, 600 billion. We've raised it. But this one we can raise even without any levy. We'll raise it tutatumia tu akili. Kampuni ya kusambaza umeme nchini Kenya Power imesema hali hiyo ya kukatwa kwa umeme imekuwa ikiendelea kwa muda sasa, japo haijaeleza tangu lini. Hata hivyo, kampuni ya kuzalisha umeme KenGen kupitia kwa taarifa yake kwa vyombo vya habari tarehe 28 mwezi uliopita ilisema taifa halijakuwa na wakati ambapo umeme ulikatwa ama kupunguzwa hata baada ya kurekodi idadi ya juu zaidi ya matumizi ya umeme ya megawati 2,400. Emmanuel, runinga ya Citizen.